Mambo mazuri ni ya kuiga. Je, wewe mtumishi, wewe mwenyewe ifanyie tathmini pale kwenye kituo chako cha kazi, pale ulipo, hata kama ni masijara. Je, na wewe una mobile clinic? Una mobile clinic? Unasikiliza na kutatua kero? Ndugu zangu, tunaweza tukasema iwe ni kwa wananchi, lakini iwe hata kwa watumishi. Mtu mwingine anaweza katoka, tunatolea mfano, anatoka ni mtumishi, ameleta barua masijara. Je, pale pana huduma njema? Pana huduma bora? The way unavyompokea wewe mtu wa masijara, unampokea vizuri? Anaifurahia huduma yako? Au anaondoka amevunjika moyo na kusononeka kwamba kama mimi mtumishi wa serikali nafanyiwa hivi, je, mwananchi wa kawaida? Hapo tunakuwa tujaenda vizuri. Hapo tunakuwa wewe ni driver, unapokuwa kwenye shughuli yako ile, afisa usafirishaji, je, unatatua kero? Una mobile clinic? Vile unavyoviendesha ni vyombo vya serikali ambavyo vinatumia fedha ya serikali na kodi za wananchi, kwa sababu gari likiishiwa kilomita, likiharibika, hela kutengeneza hiyo gari inatoka wapi? Kuna mtu anatoka ya mfukoni mwake? Sinatoka serikalini. Na ikitoka serikali inapata fedha kutoka wapi? Si kwa wananchi. Sasa je, unapoendesha lile gari kwenye mabonde kuchukuchu, wewe mwenyewe unageuka kuwa kero badala ya kutatua kero. Kwa hiyo hakuna mtu kwetu hapa, yeyote aliyepo hapa, swala la utatuzi wa kero linamhusu. Wakati mwingine mimi huwa napata shida sana. Mtumishi wa umma, wewe uliyepo pale ni mwalimu, ni mtendaji, anakuja mwananchi, anakuja na shida yake. Mwingine yawezekana anazungumza hata kilugha, kwa sababu Kiswahili bado kinampa shida. Ipokee shida yake, thamini. Ndio maana wewe ulienda shule, tafuta, hakuna mtu anayejua hiyo lugha, awepo pale, tumsikilize mwananchi wetu huyu. Shida yake ni nini? Tuitatue. Na tunapoitatua, kwa sababu wewe ni kioo cha serikali, pale ulipo unawakilisha serikali. Chochote utakachokifanya wanasema serikali imefanya, kwa sababu wewe ni afisa wa serikali. Ukijibu vibaya, tayari limekwenda, inayoonekana pale si wewe, ni serikali iliyokuweka hapo. Kwa hiyo unagonganisha serikali na wananchi. Kwa hiyo ndugu yangu, usije ukachukulia jambo lolote kwamba ni dogo. Mwananchi yeyote haijalishi amekuja katika mazingira gani kwako, hata kama unamuelewesha, unaona mbona kama haelewi, na ungema la mbili, ndio maana uko hapo. Hata kama ni mara 10, mueleweshe kwa taratibu, mchukulie taratibu, mpe huduma. Viongozi wenzangu, tupo wenzetu wana kliniki ya kutatua kero. Sasa wewe ujiulize, vitu vizuri ni vya kubuni. Je, pale kwenye kata yako, hebu tukikuuliza kwamba siku ngapi na siku ngapi huwa kuna kliniki ya kutatua kero za wananchi, na swala hilo kabisa umewatangazia wananchi kwa bandika na kwenye mbao za matangazo, siku fulani na siku fulani ni siku ya kusikiliza kero, mwenye tatizo lolote leta, na ukatumia walio chini yako waseme huko. Vitu vingine ni kuiga, ni ubunifu. Tukiwa na ubunifu, inaonekana wewe ni kiongozi mzuri.